Leo nataka tuweze kujadiliana jambo moja na kuweza kufundishana na kupeana mbinu nzuri za kuweza kuimarisha kipato na hali zetu za kiuchumi. Kwa mfano, naweza nikakuuliza swali moja kwamba umewahi kujiuliza ikitokea kipato chako kimeimarika, nini ambacho unapaswa kufanya ili uweze kuimarisha hali yako ya kiuchumi? Kwa hivyo mara nyingi tumeshuhudia watu wengi kipato kikiimarika ama kikiongezeka, mara zote huwa wanaongeza wigo wa matumizi, na wakati huo huwa wanashindwa kubaini ile faida ya kipato chao kuongezeka. Kwa hivyo leo nakuletea mbinu 4 ambazo ukiweza kuzitumia baada ya kipato chako kuimarika, unaweza kufikia uhuru wa kifedha, ambayo ni hatua kila mtu anatamani kuifikia. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kufanya baada ya kipato chako kuongezeka, kamwe usibadili mtindo wa matumizi kwa haraka. Tunajua mara zote pesa ikiongezeka mara nyingi huleta vishawishi vya kuongeza wigo wa matumizi, huleta vishawishi vya kununua vitu ambavyo kimsingi wakati mwingine hata havihitajiki kwa wakati huo. Kwa hivyo mbinu ya kwanza, ukitaka kuweza kuboresha ama kuimarisha hali yako ya kiuchumi, hakikisha kwamba haubadili mtindo wako wa matumizi kwa haraka pale ambapo kipato chako kinaongezeka. Na mbinu nyingine ya pili ambayo nataka kuielezea ama kuiongelea hapa leo ni kwamba pale ambapo kipato chako kinaongezeka, jitahidi kuongeza wigo wa kuweka akiba. Naam, kama kwa mfano ulikuwa unaweka akiba shilingi 10,000 kwa siku. Ikitokea kipato chako kwa siku kimeongezeka, ongeza wigo wa uwekaji wa akiba yako. Kwa mfano kutoka shilingi 10,000 kwenda kuwa shilingi 20,000. Hiyo itakusaidia kuweza kuwa na fedha za kutosha ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya malengo mengine. Naam, mbinu ya tatu ambayo naenda kukuambia leo ni kwamba kipato chako kishaongezeka, jaribu kuwekeza ili uwe na chanzo kingine cha kipato. Mara zote tunashauriwa kwamba ili tuweze kufikia uhuru wa kifedha lazima tuwe na chanzo zaidi ya kimoja cha kipato. Kwa hivyo pale ambapo unaona kipato chako cha sasa kimeongezeka, fikiria namna nzuri ya kuwekeza hizo fedha ambazo ni fedha za ziada ama fedha zilizoongezeka katika kipato chako, ili uweze kuwa na chanzo kingine cha kipato. Hiyo ni mbinu ya tatu ambayo naona ni muhimu kuweza kukufikishia ama kukueleza siku ya leo. Na mbinu nyingine ya 4 ambayo ndio mbinu ya mwisho, mara zote kipato chako kikiongezeka, jitahidi anza kununua mali. Anza kununua mali kwa sababu tunajua mali mara zote huongezeka thamani, na baadaye mali hizi huwa ndio chanzo cha utajiri. Kwa hivyo jitahidi nunua mali na kupunguza madeni. Usiwe na madeni mengi. Kwa hiyo ikitokea kipato chako kimeongezeka, nunua mashamba, nunua viwanja, nunua nyumba na kadhalika. Hizi ni mali ambazo kimsingi huwakilisha utajiri kwa mtu binafsi. Kwa hivyo hizo ni njia 4 ambazo ukiweza kuzitumia zinaweza kukuletea uhuru wa kifedha.